الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tulifika katika aya ya 5 aya ya 6 takriban ala ikhtilaf. Tulisema kwamba sura hii takriban bin nuzul ni sura ya 4, lakini tartib ni sura ya kwanza. Alamiyatiha, kulingana na umuhimu wake, kama tulivyotaja mwanzo, umuhimu wa suratul Fatiha bi asma'iha wa sifatiha wa fadliha wa makanatiha. Allahu tabaraka wa taala ameweka mwanzo kama jina lake iftitaha, yani suratul Fatiha, wasumia suratus Salah kama fi alhadithi sahih qara'na. Na leo biidhnillahi tabaraka wa taala tuko katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, ihdina siratal mustaqim. Wa hadha ad-du'a hadha li'abdi wa li'abdi ma sa'al, kama qalahu Allah subhanahu wa ta'ala fi hadith qudusi, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin athna 'alayya 'abdi arrahmanir rahim. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي من الحمد. الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي. مالك يوم الدين مجدني عبدي. إياك نعبد وإياك نستعين هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. Hiyo ndio aya ya 4. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala qasamtu as-sala baini wa baina 'abdi nisfaini. Sala au Fatiha amegawa nusu mbili. Fa nisfun lillah tabaraka wa ta'ala wa nisfun lil 'abd wahidan bainahuma. Falhamdulillahi rabbil alamin أو الرحمن الرحيم الثاني. الحمد لله رب العالمين واحد، الرحمن الرحيم الثاني، مالك يوم الدين ثالث. قال الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي. هذا لله تبارك وتعالى نصف الأول. ثم يأتي إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله تبارك وتعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ربيع. ونصف الثاني للإنس، نصف الثاني للعبد قول الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. قال هذا لعبدي ولعبد ما سأل. صراط الذين أنعمت عليهم، هذا لعبدي ولعبد ما سأل غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال هؤلاء، شوف في بعض الروايات هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. إلى الثلاثة. يقول الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، basi tuongoze katika njia ya usawa. Siratal mustaqim, njia ya sawa, njia ambayo la iwaja la, fa huwa al-islam. الإسلام والإيمان الصراط المستقيم. يقول الله سبحانه وتعالى في
في آيات الكرسي ماذا قال الله سبحانه وتعالى من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى والتوحيد. فأول قول الله تبارك وتعالى لا إله إلا الله. قال اهدنا الصراط المستقيم, tuongoze katika njia ya sawa, njia iliyonyooka, njia ya Uislamu. ذكره الله تبارك وتعالى في سورة صراط الذين أنعمت عليهم, والصفة الذين أنعمهم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم, tuongoze katika njia ya sawa. Qala al-Imam rahmatullah ay dullana wa arshadna, tuelekeze na utuongoze. Dullana, tuelekeze, wa arshadna, na tuongoze, wa wafiqna ila siratil mustaqim, na utupe tawfiq, utuwafikishe katika njia ya usawa. Utuwafikishe katika njia ya usawa. Bila ya kuwafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala huwezi kufanikiwa fi dunia wal akhirah, wa huwa at-tariqul wadih. Sheikh anasema hii ni njia iliyokuwa ya wazi kabisa, al-musili ila Allah, inayofikisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa ila jannatihi, na inayompeleka mtu katika janna. Wa as-sirat al-mustaqim, hii ni sawa as-sabil ila Allah tabaraka wa ta'ala, ila al-janna, ila al-janna, ila Allah bitawhidihi وإيمانه والتصديق وعمل صالح ثم إلى الجنة. يا الصراط المستقيم. يقول الإمام رحمة الله وهو معرفة الحق, ننجيه ya usawa ni kuijua haki. Ma'rifatul haq ni kuijua haki, wal amalu bihi, na kuifanyia kazi. Si kuijua tu, kuijua na kuifanyia kazi. Fahdina ila sirati, kwa hivyo tuongoze katika njia, wahdina fi sirati. Ihdina ila sirat, wahdina fi sirat. Ila sirati ma'rifa, wa fi sirati al-amal والتفصيل. إلى الصراط يعني هذا نعرفه ونرى مثلا. أما في الصراط نحن في صراط المستقيم, فيهدينا الله تبارك وتعالى إلى الخير كلها, إلى الخير كلها بغير اعوجاج. هذا هو المعنى. فما يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه اهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط, فالهداية إلى الصراط, الهداية إلى الصراط, kuongozwa katika njia, luzumu dini al-islami, ni kujilazimisha na kuganda katika Uislamu. Hii ndio kuongozwa katika njia, ni kujilazimisha Uislamu, wa tarki ma siwa, na kuacha dini yoyote isiyo kwa ya Uislamu, minal adiyani, katika dini nyingine zote zinazopatikana katika ulimwengu. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala inna ad-dina 'inda Allahi al-islam, kwa sababu dini mbele ya Allah inayofahamika ni Uislamu tu. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu, na atakayekuwa na usiwe kwa Uislamu kwamba dini yake, vovote atakavyoita dini ya madam si ya Uislamu, iwe ni Kianazara, iwe ni ya Kimajuzi, iwe ni Kiyahudi, iwe ni Kiyabudhi, iwe ni ya kinini, hiyo dini ni ya kikafir. Wa fil akhirati min khasirin, na akhira lazima ende motoni, lazima ale hasara. Biqauli nabi sallallahu alayhi wasallam la yasma'uni, hakuna atakayenisikia mimi, hakuna atakayenisikia mimi. Wama unzila alayya, fi maana alhadithi, hakuna atakayenisikia mimi na kile ambacho kimeteremshwa kwangu. Thumma la yu'minu bi, kisha akakataa kuniamini mimi, illa kana haqqan alayhi dukhula an-nar, au kama qala alayhi salatu wasalam, isipokuwa itakuwa ni haki mtu huyo aende motoni. Mtu yote atakayemsikia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atangazo na dini yake ya Uislamu, kisha akatakaas, akaona bado, kwanza akaacha Uislamu akamwacha Muhammad sallallahu alayhi wasallam, basi huyo ni haki kwenda motoni. Wa hadha qawlu nabi sallallahu alayhi wasallam sahih. Qala fasirati ila sirat, falhidayati ila sirat, kuongozwa katika njia,
waluzumu dini alislam, ni kujilazimisha dini ya Uislamu, wa tarki ma siwahu min aladyan, na kuacha zisizo kwa Uislamu katika dini nyingine, walhidayatu fi sirati, na kuongozwa ndani ya njia. Sasa tayari umeongozwa, umeelekezwa kwenye njia, sasa unaingia ndani ya njia wenyewe. Alhidayatu fi sirat, kuongozwa ndani ya njia, basi tashmulu alhidayati li jami'i tafasil, inakusanya kuongozwa katika chambuzi zote diniyati ilman wa amala, yani vipengele vyote vya kidini kuvifanyia kitendo na kuvielewa. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala dukhulu fi silmi kafa, ingieni katika Uislamu wote. Fahadha dua, na hii ni dua min ajma'il ad'iyah, kama tulivyosema darasa nyuma kwamba suratul Fatiha ni afdalu dua, ni afdalu dua, katika dua iliyokuwa bora kabisa, wa afdaluha suratul Fatiha. Ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. فالمغضوب من اليهود وغيرهم، والضالين النصارى وغيرهم. فكل الدين غير الإسلام أما يكون المغضوب أما الضالين، فلا يكون مستقيما أبدا. فالإسلام مستقيم وحده. أما النصارى هؤلاء دين النصارى ودين اليهود وغيرها من الأديان كلها دين باطل، أديان باطلة ولا يعرف عند الله تبارك وتعالى بتة. haijulikani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kama hiyo ni dini. Nyinyi tena mkijitia pambani mkisema dini nyingine sawa, lakini hadha dini batil, ni dini batil wala yuqbalu inda Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-imam rahmatullah wa anfa'uha lil'abdi, na dua iliyokuwa na manfaa kwa mwanadamu ni dua hii ya Fatiha. Walihadha wajaba ala al-insani an yad'u Allah bihi fi kulli rak'ah, na ndio hivyo imelazimu kwa mwanadamu aiombe dua hii, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala katika kila rakaa min salatihi, ya sala yake, katika kila rakaa ya sala yake. Fayad'u bil Fatiha, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, kullu rakaa lidharuriyati au lidharuratihi ila dhalik, kwa sababu ya kulazimika hivyo. Dharura ni kulazimika, kitu ambacho hakiepukiki. Tunalazimika wakati wote tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tawfiq wal hidayah kila wakati. Wa hadha as-siratul mustaqim, na njia hii iliyonyoka, hiya njia wenyewe. Wa hadha afwan, wa hadha as-siratul mustaqim, na hii njia iliyonyoka, huwa siratul ladhina an'amta alayhim, ni njia moja tu, njia wale ambao umewaneemesha. Hunaka ashkhasun an'amahumullahu tabaraka wa ta'ala, wako watu ambao Mola jalla wa ala amewaneemesha mundhu Adam, toka kwa Adam ila Idris ila Shaith ila Hud ila Nuh, afwan la Hud ila Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. أنعمهم الله سبحانه وتعالى بقول الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل رسول أرسل بهذا المهم، watu wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na wajiepushe na mizimu, wajiepushe na ukafiri, wajiepushe na masanamu, wajiepushe na adiani nyingine zote ashayatin. Qala huwa siratu wenyewe alladhi ni sirata alladhina an'amta alayhi, njia wale ambao Mola jalla wa ala umewaneemesha. Minan nabiyina was-siddiqina, kama mitume an'amahumullah, was-siddiqin an'amahumullah. An-nabiyina ma'ruf was-siddiqin, wa fi ra'sihim Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, was-salihin wash-shuhada والصالحين، والصحيح معروف، والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ما قال الله سبحانه وتعالى. غير الصراط المغضوب عليهم، غير الصراط المغضوب عليهم، isiwe njia wale walioghadhibikiwa.
ghaira siratal المغضوب عليهم sinjia ya wale ambao wameghadhibikiwa alladhina arafu alhaqa wa tarakuhu ambao haki wanaijua kisha wanaiacha. Mtu yeyote ambaye haki anaijua kisha anaiacha fahuwa maghdhub wa mal'un wa matrud min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala. Wa fi ra'sihim alyahud, na wa kwanza wanaoingia katika sifa hii ni mayahudi. Al-yahud ghairi siratal ladhina an'amta alayhim, sinjia ya wale ambao umewaghadhibikia alladhina arafu alhaqa, ambao wamejua haki watarakuhu na wakaiacha, kalyahudi, kama mayahudi wa nahwihim, na mfano wa mayahudi ambao wanajua haki na wanaiacha. Si mayahudi kabila na nasaban, lakini ni watu wanaofuata vitendo vya kiyahudi, wanaijua haki kisha anaachana nayo. Sio mayahudi kama kabila tu, wala sio mayahudi kama nasabatun, la, bali kuna watu ambao sio mayahudi lakini vitendo vyao ni yahudi. Yaarifuna alhaqa thumma yatrukuna, wanaiacha. Yani mtu anajua haki thumma yatruku, uyarmihi fi shubak, anaitupa huko kabisa. Fadha fi'lu alyahud, hichi ni kitendo cha mayahudi. Fasahibuhu maghdhubun, mwenye sifa kama hiyo yakunu maghdhubun inda Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'lam thumma yatruk la yubali, haulai maghdhub. ثم قال الإمام رحمة الله تعالى عليه وغير صراط الضالين, na isiwe njia wale waliopotea alladhina taraku alhaqa ala jahlin wa dhalal, ambao wao wameacha haki lakini kwa ujinga na upotevu. Wao ni wajinga, ni wapotevu, hawaijui haki lakini wameiacha kwa ujinga na upotevu. Yani hata ukimuelekeza basi akwambia mimi siachi jambo langu, mimi kadha. Huu ni ujinga na upotevu, hajui haki maskini. Fahaula an-nasara, hawa ni manasara wa nahwihim, na mfano wao. Kwa hiyo sio manasara tunasabani wala manasara dinan, bali kuna manasara wa kawaida ambao hata ukiwafahamisha haki basi yaturukuna jahlan wa dhalala, yeye anaiacha haki kwa upotevu na kwa ujinga. Haulai ad-dhalin, wamepotea. Thumma qala al-imam rahmatullah fahadhihi suratu ala ijaziha, kwa hivyo utaikutia sura hii pamoja na ufupi wake, qad ihtawat ala ma lam tahtawi alayhi suratun min suwari al-Qur'an, imebeba vitu ambavyo havijabebwa na sura nyingine katika sura za Qur'an. Imebeba vitu vizito, imebeba vitu muhimu kabisa, beba vitu muhimu, mpaka Allah tabaraka wa taala akalazimisha kwamba takriban ni mara zaidi ya 30 kwa siku, zaidi mtu anaisoma kulingana na umuhimu wake na vitu vilivyomo katika sura hii. Fadhamanati anwa' at-tauhid ath-thalatha, kwa hivyo sura imeambatana na aina tatu za tauhidi. Tauhid ar-rububiyyah, ambao ndani yake mna tauhid ar-rububiyyah yu'khadhu min qawli Allah tabaraka wa ta'ala rabbil alamin. Kwa hivyo sura hii imekusanya tauhidi zote ar-rububiyyah, yani tauhidi zote ar-rububiyyah, uluhiyyah wa asma' wa sifatihi. Fa tauhid ar-rububiyyah ni kumpekesha Allah tabaraka wa ta'ala fi a'malihi, unampekesha Mola Jalla wa Ala katika vitendo vyake yeye, kwamba vitendo hivi hakuna awezei kuvifanya. Kal imata wal ihya wat tarbiyah wat tadbiri wat tahwili wa inzali al matar wama ila ghairi dhalik. Unampekesha Allah subhanahu wa ta'ala bi af'alihi, tunampekesha Allah kwa vitendo vyake, usamma tauhidur rububiyyah. Hii ndiyo tauhidi ar-rububiyyah. Na wanasema wataalamu kwamba katika tauhidi hii
hatujazozana mpaka makafiri wanaiamini tauhidi hii. In sa'altahum wa in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard yaquluna Allah. Hata ukiwauliza makafiri aliumba mbingu na ardhi, man yaqulu Allah, nani anayeteremsha mvua? Yaquluna Allah. Man yuhyi? Yaquluna Allah. Hivi ni vitendo vya Allah subhanahu wa ta'ala, lazima wavikubali. Na ndio maana takriban tunatolea dalili tauhidi rububiyya kuthibitisha tauhidi uluhiyya. Kwa nini? Kwa sababu tauhidi rububiyya hakuna anayepingana nayo. Makafiri wanaikubali, usatu wanaikubali, wote wanaikubali. Kwa hiyo tunatumia dalili hii ya rububiyya kisha tunathibitisha uluhiyya. Kama unaamini Allah tabaraka wa taala ndo anayehuisha, ndiye anayefesha, ndiye anayetoa riziki, ndiye anayetoa uhai, ndiye anayetoa afya, ndiye anayefanya kadha, fa anna tufakun. Sasa mnapelekwa wapi? Mani al-ma'bud? Aabudiwe nani? Hadha khalqullah fa aruni madha khalaqa alladhina min duni. Hivi vote ni viumbe wa Allah, onyesheni sasa hivyo walivyoumba kina Lata, Uzza, Manata wa man aina. Sasa kama mnathibitia kwamba vyote ni viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala, inakuwaje tena abudiwe Lata na Uzza, abudiwe Allani wa Allani wa fulan? Inakuwaje sasa? والله سبحانه وتعالى الذي خلق وحده ورزق وحده وأحيا وحده ونصر عبده وهدى. فالله سبحانه وتعالى في أفعاله هسا. ثم تشكرون الأحجار، kisha mnashukuru miti kweli, mapanga kweli, makaburi kweli, mawali kweli. Tumwache Allah subhanahu wa ta'ala alladhi khalaqa, ambaye ameumba. Kwa hiyo tunatolea dalili tauhidi rububiyya kuthibitisha tauhidi al-uluhiyya. Kwa hiyo sura hii pamoja na udogo wake imekusanya tauhidi rububiyya ambayo inapatikana katika kauli Allah tabaraka wa ta'ala, rabbul alamin, bwana wa viumbe wote, mlezi wa viumbe, wa tauhidi al-ilahiyya. Lakini pia katika sura hii kunapatikana tauhidi al-ilahi wa huwa ifradullah bil ibadati, nayo ni kumpekesha Allah kwa vitendo vyetu sisi sasa kwa kumwabudu. Tauhidi rububiyya ni kumpekesha Allah kwa vitendo vyake, ukaamini ndani ya moyo wako na kuthibitisha kwamba hakuna anayeteremsha mvua isipokuwa Allah, hakuna anayetoa hai isipokuwa Allah, hakuna anayefisha isipokuwa Allah. Hii tauhidi al-rububiyya, hii hatupingani, kila mtu anajua hivyo. Tunampekesha Allah katika vitendo vyake, lakini tauhidi hii haimfanyi mtu kuwa Muislamu, na makafiri wanaamini hivyo, wala hawawi waislamu kwa tauhidi ar-rububiyya mpaka watakapokuja katika tauhidi al-uluhiyya. Tukishamaliza kumpekesha Allah katika vitendo vyake, sasa tauhidi al-uluhiyya au ilahiyya ni kumpekesha Allah katika vitendo vyetu sisi. Sasa tukaswali lillah, tukachinja lillah, tukazaki lillah, tukahiji lillah, tukafanya kila ibada sadaqa lillah wa i'adati lillah wassalami lillah wa ila maghribi. Hii ni kumpekesha Allah sasa kwa vitendo vyetu wenyewe. Kila unachokitenda ukamfanyia Allah subhanahu wa ta'ala khalisa, kwa kumtakasia jambo hilo. Watabi'a lin-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa pia katika sura hii kuna tauhidi al-ilahiyya wa huwa ifradullah, na tauhidi al-ilahi ni kumpekesha Allah bil ibadati, kwa kumfanyia ibada. Yu'khadhu min lafdhi, inapatikana katika kauli Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah Allah, fa Allahu min alaha ma'luhun bima'na ma'bud. Ma'bud, fallahu huwa al-ma'bud, ndiye mwenye kupasa kuabudiwa. Chochote kinachoabudiwa baada ya Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-batil, hicho kitu ni batil. Wa min qawlihi, na pia inapatikana tauhid al-uluhiyya katika kauli ya Allah tabaraka wa ta'ala, iyyaka na'budu, yani adatul hisr, iyyaka na'bud.
Kwako wewe tu ndo tunaabudu, hakuna sehemu nyingine. Hakuna mzimu, hakuna mpanga, hakuna shetani, hakuna wali, hakuna kaburi, hakuna chochote. Fa iyyaka na'bud, tunaabudu kwako wewe tu basi. Fadha ilahiyya wa tauhid al-asma'i was-sifati, na pia kunapatikana tauhidi ya majina ya Allah na sifa za Allah, kuamini kwamba majina ya Allah ni mazuri na sifa za Allah pia ni nzuri, ambazo zinaendana na dhati yake tabaraka wa taala. Ni sifa na majina ya azali, ni sifa na majina ya azalia. Wa huwa ithbatu sifati al-kamal, nayo ni kuthibitisha sifa zilizokamilia lillahi ta'ala, kwa Mola jalla wa ala. Tulisema kwamba tofauti ya sifa ya mwanadamu na sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala, hata zikifanana majina, huyu rahim wa nahnu indana ruhama, yani arrahimuna wa rahimu rahim, wa dha aziz wa dha azizun kadhalika. Lakin azizi Allah tabaraka wa ta'ala ghairi azizi fulani, azizi wa Allah si azizi huyu. Sasa majina yamefanana harfan wa maana, harfan wa maana, maana ya jina hili na maana ya jina hili ni sawa sawa, harufu zake na maana yake, lakini hakikata, uhakika wake wa kamaliyata na ukamilifu wake, Allahu tabaraka wa taala huwal kamil. Sifa hiyo ni kamili kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe unaona na Allah anaona, lakini uoni wako wewe na uoni wa Allah subhanahu wa ta'ala shatana baina dhalik. Uoni wa Allah kamil, uoni wako wewe mwisho mita 1000 tu, huoni tena mpaka upate darubini, na darubini ikiongezeka nao utaiacha pembeni, huoni tena mbele. Fallahu subhanahu wa ta'ala wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard wa la yauduhu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyul 'azim. Ya'lamu kha'inata al-a'yun wa tufi as-sudur, huwa alim. Ilmi ya Allah tabaraka wa ta'ala tofauti na ilmi yako. Elimu yako ina mpaka, usikivu wako una mpaka. Fallahu sami'un, na wewe unasikia lakini usikivu wako una mipaka. Fallahu sami' min fawqi 7 samawat. Wewe hapo darajani usikii tena, rauda ubuni tu, nimesikia kama kadha, na zikizidi sauti 2 tu 3 4 5 basi. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala yas'alu man fi samawati wal ardi kulla yawmin wa fi sha'n. Vyote vilivyoko mbinguni na ardhini vinamwomba Allah tabaraka wa ta'ala, vote. Wanyama wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, wadudu wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, watu, malaika, miti, mbingu, ardhi, zote yusabbihu Allah na kumuomba Allah tabaraka wa ta'ala, na kila mmoja anapatiwa mas'alata, maombi yake. Kila mmoja anapatiwa maombi yake. Chukua mfano hii tu, suratul Fatiha. Tulisema kwamba mtu yote anasema alhamdulillahi rabbil alamin, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala hamidani abdi. Chukua watu walio msikiti huu tu na watu walio msikiti mwingine, swala tofauti. Wale wameanza kidogo, hawa wametangulia kidogo, wamechelewa kidogo, lakini chukua misikiti yote 10 inaswali kwa wakati mmoja, hata kama wale wametangulia kidogo. Pale unasikia sauti, pale unasikia sauti, kule unasikia sauti. Misikiti 10 changanya, angalia usikifu wa Allah subhanahu wa ta'ala, ujue kwamba la mithala la walillahi mathalul a'la, Allah hana mfano. Sasa huu msikiti mmoja huu, basi wakisoma alhamdulillahi rabbil alamin, mwenzako anasema siratal ladhina an'amta alayhim, mwingine ihdina siratal mustaqim, mwingine waladdallin, na vote anavosema mwanadamu Allah yujibu. Huyo akisema alhamdulillahi rabbil alamin, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala hamidani abdi. Mwingine akisema ihdina siratal mustaqim, yaqulu hadha li'abdi wa li'abdi ma sa'ala. Mwingine akisema arrahmanir rahim, yaqulu athna alayya abdi. Maliki yawmin, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala majjadani abdi. Akisema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaqulu hadha baini wa baina abdi wa li'abdi ma sa'ala. Sasa hebu fikiria kwamba hawa wote wanaisoma hizi kwa wakati mmoja. Huyo akisema alhamdulillahi rabbil alamin, huyo asema maliki yawmiddin, huyo asema arrahmanir rahim, ihdina siratal mustaqim, kwa wakati mmoja, na kila mmoja Allah anamjibu kwa jawabu lake. Hakuna anayechelewesha katika maombi yake, kila mmoja anamjibu. Ndio kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu yasma. Tofauti sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa ya mwanadamu au kiumbe, hata zikifanana majina na harufu zake na maana tofauti kabisa.
Allah subhanahu wa ta'ala anasifiwa kwa sifa za kamali, allati, sifa ambazo na majina ambayo athbataha li nafsihi, mwenyewe Mola amejithibitishia mwenyewe. Kwa hatuna chetu katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, mathbatahu Allah subhanahu wa ta'ala, qala lillahi al-asmaul husna fad'u biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi hal ta'lamu lahu samiyya, la bada. Fa asma Allah subhanahu wa ta'ala wasafa li nafsihi jalla fi ula wa athbataha lahu rasuluhu au athbatahu lahu rasuluhu, ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam amemthibitishia Mola jalla wa ala min ghairi ta'tilin wala tamthilin wala tashbihi, bila kuzipinga wala tamthili, wala bila ya kuzifanyia mfano, wala tashbihi, wala bila ya kuzifananisha. Hatuipingi sifa yoyote, wala hatuifanyii mfano, wala hatuifananishi. Kwa tukisema fallahu alim, tunasema alim, hatusemi kwamba ilmu yake kakadha. La, sema alimun ilmuhu yaliqu bijalalihi wa 'azamatihi wa qadirun yaliqu bi'azamatihi wa jalalihi jalla wa ala. Hatuwezi kufanya wala hatuwezi kupinga yoyote wala kuifanyia tashbih, kwa sababu haiwezekani sifa zake na majina yake kufanana na kitu kingine. Thumma qala al-imam rahmatullah wa qad dalla ala dhalika lafdhu alhamdu kama taqaddama, na haya yote yameelekezwa na kuonyeshwa katika neno alhamd, yani jami'il mahamidil hasana, sifa zote nzuri, sifa zote za kamali, sifa zote lillah tabaraka wa taala. Je, mwanadamu ana sifa za kamali? Hana mwanadamu. Hakuna sifa yoyote ya mwanadamu ya kamalia abadan. Akiwa mwanadamu huyo ana akili, kuna siku zitapungua. Naam. Akiwa mwanadamu huyo ana nguvu, kuna siku zitapungua. Akiwa ni mzima, uzima wake utapungua. Akiwa na uhai atakufa. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala sifa zake ni azaliyin abadiyin sarmadi. Hakuna kinachobadilika kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa ba'da khalqil khalq istafada ismal khaliq, wala bi ihdathil bariyati istafada ismal bari. له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق. قاله الإمام الطحاوي رحمة الله. kwamba sio kwamba Mola Jalla wa Ala baada ya kuumba ndo akaitwa Khaliq, wala sio baada ya kuleta ulimwengu ndo akaitwa Bari. La, lahu maana rububiyyati wala marbub, ana maana na jina la Rabbu, na hakuna chochote ambacho amekiumba, yani amekilea. Wa maana al-Khaliq wala makhluq, na Allah anaitwa Khaliq na hakuna alichokiumba. Kwa hivyo haya ni majina yake ya azali katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, kabla ya kuumba ulimwengu na vitu vyote. Ndio majina hayo alionayo: Khaliqun, Bari'un, Raziqun, Latifun, Majidun, Mu'minun, Muhaiminun, Al-Azizu, Al-Jabbaru. Sasa unajiuliza, sasa ilikuwa Jabbari kwa vipi? Ilikuwa Razaku anamruzuku nani? Iwe yupo iwe hayupo, lakini katika majina yake Razaq Allah tabaraka wa taala azali. Kwa hivyo alipokuja kutoa riziki imekuja katika sifa yake na majina yake tu, ndio sifa yake, ndio jina lake. Fa huwa Razzaqu dhul quwwati al-matin. Tofauti na mwanadamu, hapati jina hilo mpaka awe na sifa hiyo mathalan. Kwa hivyo ataitwa fundi baada ya kuwa fundi kweli, na kama si fundi ukimuita fundi watu watakucheka. Fulani fundi gani jamani? Fundi kwani fundi kaza? Naam, fundi. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala majina yake hayaji baada ya tukio. Majina yake yapo azaliya, abadiya, sarmadi. Majina ya wanadamu na viumbe wengine yanakuja baada ya matokeo fulani. Allahu musta'an. Qala al-Imam rahmatullahi ta'ala alayhi wa tadammanat ithbata an-nubuwwata fi qawlihi, na imeambatana aya hii na kuthibitisha utume kwa kauli ya Allah tabaraka wa taala, ihdina as-siratal mustaqim, lianna dhalika mumtani'un biduni risala. Kwa sababu jambo hili la ihdina as-siratal mustaqim haliwezi kupatikana bila ujumbe. Lazima kuwe na mjumbe, lazima kuwe na risala, ujumbe ambao utawafikia watu. Kwa hivyo inathibitisha hapa kwamba lazima kutakuwa na anbiya ambao Allah subhanahu wa ta'ala atawatumia kuwapeleka kwa wanadamu, kuelekeza katika njia ya haki na njia ya sawabu. Wa ithbatul jazaa ala al-a'mali
na pia katika aya hii au katika sura hii kumethibitishwa malipo baada ya kazi. Yani baada ya kazi tunazofanya zote basi tutarajie malipo. Fi qawli Allah tabaraka wa taala maliki yaumiddin, ni mfalme wa siku ya malipo. Ad-din jaza, anayemiliki siku ile ya malipo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Au na kiumbe anayemiliki siku ya kiyama. Fayunadi Allah tabaraka wa taala limanil mulku al-yawm fala yujibu ahad yaqul lillahi al-wahid al-qahhar. Falmulku lillah subhanahu wa ta'ala fahuwa maliki yaumiddin wa maliki yaumiddin. Wa anna al-jazaa yakunu bil adli, na kwamba malipo yatakwenda kwa uadilifu. Malipo yatakwenda kwa uadilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala, li anna ad-dina ma'nahu al-jazaa bil adli, kwa sababu din maana yake ni malipo ya uadilifu. Ad-din maana yake al-jazaa bil adli, ni malipo yanayolipwa kwa uadilifu. La dhulma, hakuna dhulma katika malipo hayo, wala hakuna kunyimwa katika malipo hayo, wala hakuna kusahauliwa katika malipo hayo, wala hakuna kudharauliwa katika malipo hayo. Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala nudhi'u ajra al-muhsin, hatudharau wala hatupotezi malipo ya wanaofanya vizuri. Kwa hivyo malipo yatakuwa ni malipo ya uadilifu kabisa inda Allah subhanahu wa ta'ala, na tunatakiwa hilo tuweke uhakika, bali kwa waumini yataongezwa. Wa in taku hasanatan yudha'ifuha, na kama ni mambo mazuri basi Mola anaongeza. Fahuwa fadlullah subhanahu wa ta'ala, ni fadhila zake Mola jalla wa alahu. Qala al-imam rahmatullahi ta'ala alayhi wa tadammanat ithbat al-qadr, na sura yetu imeambatana na kutaja masala ya qadar. Wa anna al-abda fa'ilun haqiqiyyah, na kwamba mja fa'ilun haqiqa, ni mwenye kufanya uhakika. Khilafan lilqadariyah waljabariyah, ni tofauti na qadariya na jabariya. Wa tadammanat ithbat al-qadar, na sura imeambatana na kuthibitisha qadar. Ahli sunnati wal jamaa wanathibitisha qadar, al-qadar. Na qadar qadaran, kuna qadar al-kauni wa qadar ad-dini. Kuna qadar al-kauni wa qadar ad-dini. Qadar al-kauni ni vote ambavyo vinatokea ulimwenguni. Na qadar ad-dini, kad yuhibbu Allah wa kad la yuhibbu. Inawezekana Mola akaipenda qadar al-dini, na inawezekana Mola jalla wa ala akawa haipendi qadar ad-dini, afwan qadar al-kauni, lakini amekadiria kuwepo. Mathalan al-kufr, la yarda li ibadihi al-kufr, Allah haridhiki waja wake wawe makafiri, lakini ni qadari ya ukafiri ipo. Khalaqahu Allah, qaddarahu Allah, ukafiri ameukadiria Allah subhanahu wa ta'ala uwepo. Wa baqi al-maasi, na maasi mengine Allah subhanahu wa ta'ala hapendi watu wafanye maasi, lakini ameyakadiria kuwepo imtihanan, kama ni mtihani. Hii ni qadari al-kauni. Amma qadari ad-dini ni qadari ambayo Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbuhu wa amara, Mola ameyamrisha na anaipenda qadari ad-dini. Sasa ndugu zetu Jabaria wa Qadaria wao wamepingana na ahli sunnah wal jamaa. Jabaria wamesema kwamba hakuna qadar, sisi tunalazimishwa tu. Yani wao wanasema kwamba sisi tunaendeshwa, hatuna uwezo wa kufanya jambo lolote. Jabaria. Kwa hivyo hawaoni kwamba unachokifanya wewe unakifanya kwamba kuna kitu fulani ambacho kinakupelekea ufanye. Wanasema kwamba wewe ni jabari, unalazimika kufanya ulichokifanya, chochote umelazimishwa wewe, huna fi'al, huna vitendo vya khiari. Lakini la, mwanadamu
amekhiyarishwa, haendeshwi tu. Na qadaria na wao wanasema kwamba hakuna qadari, ni mtu mwenyewe, ni mtu mwenyewe. Hakuna kwamba kitu hichi umekadiriwa hichi, wewe mwenyewe ndio unajiendesha. Hakuna qadari inda Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, sisi tunathibitisha kwamba qadari ipo. Wama tashauna illa insha Allah, na watu hawataki chochote ila insha Allah tabaraka wa ta'ala. Mpaka Mola jalla wa ala atake ndio jambo hilo liwe, iwe kauni au qadari. Lakini kutaka kwa kaunia inawezekana Allah tabaraka wa ta'ala yardha, haridhiki wala haamrishi jambo hilo lifanyike. Ama diniya fa Allah tabaraka wa ta'ala yuhibbuhu wa ya'muru. Sasa katika sura hii يقول الإمام رحمة الله تضمنت إثبات القدر إمي أمبتانا نكتاج مسألة يا قدر، وأن العبد نقوم بأنتو فاعل حقيقة، أنا فاني كيتو كو حقيقة kwa kujiamini, kwa kuamua mwenyewe, hajashikiliwa jambo lile alifanye, anafanya mwenyewe kwa uhakika kabisa. Naam, kwa hakika. Thumma yaqulu khilafan lilqadariyya waljabariyya, ni tofauti na qadariyya wanaopinga masuala ya jabariyya, bal tadhammanat ar-raddi ala jami'i ahli al-bid'. Lakini sura yetu imeambatana na kuwarudi wote ahlul bid'. Kivipi? Wadhalali, na watu wapotevu. Min qawli llahi tabaraka wa ta'ala hdina as-siratal mustaqim, tuongoze katika njia ya usawa. Yeye tunahitaji kuongozwa, hatufanyi tu bila ya kuongozwa. Yani mtu sunni anatakiwa afanye alichoongozwa, tena kiwe na mutabaa, kama tulivyosema nyuma kwamba kitu hicho unachokifanya hakiwezi kubalika mpaka uwe umeongozwa ufanye hivyo na umefuata ulivyoambiwa. Kwa hiyo kitu ambacho mwanadamu anakifanya hajatumwa, basi kitu hicho haikubaliki. Ametumwa hivyo akafanya, lakini kinyume na mutabaa alivyoelekezwa, basi kitu hicho hakitokubalika. Wa ihdina as-siratal mustaqim ni raddi ala ahli al-bid'i wad-dhalali, li'annahu, kwa sababu ma'rifatul haqq wal 'amali bihi, kwa sababu kuijua haki na kuifanyia kazi haki, billahi tabaraka wa ta'ala yuhdiki, Allah kuongoze. Bila ya kuongozwa na Allah subhanahu wa ta'ala utafanya nini sasa? Lazima upate uongofu minillahi tabaraka wa ta'ala, kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa ya'lamu al-haqqa, ya'lamu al-haqq wa yuwaffiq. Thumma wa kullu mubtadi'in aw dhallin, na kila mubtadi au mpotevu, fahuwa mukhalifun lidhalik, anakwenda kinyume na alivyoamrishwa na alivyoelekezwa. Akielekezwa kaskazi anaelekea kusini, akielekezwa juu yeye anaelekea chini, akiambiwa asubuhi yeye anasubiri jioni, akiambiwa kaifia hii anatengeza kaifia nyingine, akiambiwa mahala hii anaelekea mahala nyingine. Kwa hivyo inakuwa ni mubtadi amdhal. Amma wale ambao hadahum Allah subhanahu wa ta'ala fayattabi'una ma umiru, wanafuata walichoelekezwa na walichoambiwa na walichofahamishwa. Kwa hivyo wote ambao watakwenda kinyume na hivyo, basi huyo amepoteza mwelekeo. Thumma inamaliza sura yetu tadhminin ikhlasi dini, imeambatana na kuitakasa dini lillahi tabaraka wa ta'ala, ibadatan wasti'ana, kuitakasa dini ya mtu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya ibada hiyo, na isti'ana na kutaka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fi qawli la tabaraka wa ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kwamba wewe tu ndo tunakuabudu na wewe ndo tunakuomba msaada wa kila kitu. Falhamdulillahi rabbil alamin. Bado shukrani zote zinathibitika kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ulikuwa ni mwisho wa suratu al-Fatiha. Naam, kidogo tuingie katika suratu al-Baqara. Suratu al-Baqara, unaweza ukajiuliza masala kabla ya kuingia katika sura, kwa nini imeitwa suratu al-Baqara?
Na Waarabu hawakuwa ni wanyama maarufu sana kuliko ngamia, kama tunavyoona katika baki ya suwari nyingi. Ngamia wametajwa sana sababu ni wanyama maarufu, wanajulikana tabia zao na hali zao. Limadha Baqara? Kwa nini suratul Baqara? Sura hii ina nukta 3 kuu ambazo ni muhimu kwa kila mwanadamu kuziangalia. Na sumia suratul Baqara, imeitwa suratul Baqara, yani sura inayohusishwa na ng'ombe fulani, bisababin ma'ruf, kwa sababu inayofahamika kwa wana Israeli. Kulikuwa na bwana mmoja, Allah subhanahu wa ta'ala amempa mali nyingi. Kwa bahati mbaya hakuwa na watoto. Mtoto wa ndugu yake akamuua kwa kuharakisha mirathi katika baadhi ya riwaya. Huyu bwana alikuwa anadai madeni yake mbali. Akawaaga hawa wanawe kwamba naenda sehemu fulani, nitapitia sehemu fulani kuangalia madeni yetu. Vijana wakamwambia, usende peke yako, twende na sisi. Walipofika karibu na mji huo wakamuua, kisha wakaenda wakamlenga katika mji fulani. Wakaanza wao kupiga makelele kwamba wamemkuta ami yao ameuawa, kwa hivyo hawakubali, lazima walipwe na kijiji kile, walipedia kwanza. Mzozo ukawa mkubwa, watu wa kijiji wakakataa kwamba sisi hatujaua, kwa sababu ni asubuhi mapema, hata mji wetu haujaamka. Huyu mtu ameuliwa saa ngapi? Na wale wanashikilia kwamba ami yetu ameuliwa, hatukubali. Na hawa hawataki kulipa. Mzozo ukawa mkubwa mpaka watu wazima wakaingilia kati kwamba tunaye Musa alayhi salatu wasalam, wacha tumuone, tuangalie mawazo yake ni nini. Watu wakaja kwa Musa alayhi salatu wa azka taslim, wakamlalamikia hii kesi. Faanzala Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh qataltum nafsan fadara'atum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Anawakumbusha bani Israeli baada ya kesi hii kupita. Allah subhanahu wa ta'ala akamwamrisha Musa awambie vijana wake wachinje ng'ombe. Wakisha mchinje yule ng'ombe, wachukue baadhi yoyote, kisha wampige yule mayit. Wakisha mpiga, ataamka na atamsema aliyemuua. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi sha'ni, wa idh qala Musa inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara. Qala Musa li bani Israil, inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara, Mola anakuambieni mchinje ng'ombe. Wakamfanya Musa mtu ajabu. Qalu atatakhidhuna huzwan, wewe unatufanyia sisi mzaha sana. Siye tumefiwa, maiti wetu hatumjui aliyemuua nani, tunadai dia, alafu unatuambia tutafute ng'ombe tuchinje tena. Inafanana vipi jambo hilo? Halafu kufa na ng'ombe